Karibuni tena kwenye kipindi chetu. Leo tujifunze namna ya kumsaidia mtu mzima ambaye amekabwa, choking kwa namna nyingine wanasema. Akitokea mtu amekabwa, unamsemesha. Umekabwa, hawezi kuongea. Anafanya tu kwa vitendo, maana yake kama sauti haitoki, akohoi, anahitaji msaada. Lakini endapo mgonjwa akija anakohoa, encourage, unamwambia akohoe, aendelee kukohoa mpaka kile kitu kiweze kutoka. Na kama haendelee mpaka pale ambapo atashindwa kukohoa au kitu kile kilichomkaba kitatoka, na kama hakitatoka atashindwa kuongea, sauti itakuwa haitoki. Saa hiyo tutafanya vile ambavyo na kuonyesha utafanya. Kama tayari haongei na amekabwa, utaingiza mgonjwa akiwa amesimama hivi, utaingiza mguu wako mmoja katikati ya miguu ya mgonjwa. Hii ni kwa sababu gani? Kukupa wewe balance na ya kutokumwangusha mgonjwa na mgonjwa kutokuanguka, hata wewe peke yako kutokuanguka. Na namna ya kuweka mikono yako, mgonjwa akiwa hivi, utaingiza mikono chini yake. Kwenye kitovu cha mgonjwa utaweka vidole viwili. Vidole viwili, utachukua mkono wako mwingine, utauweka juu ya hivi vidole. Utachukua ule mkono uliopimia, utasapoti mkono mwingine. Baada ya hapo, utapush kwenda ndani, kwenda juu, kwenda ndani, kwenda juu, kwenda ndani, kwenda juu. Utarudia hivi mpaka pale ambapo atakohoa na kutema kile ambacho kimemkaba. Na kama atafanya hivi, basi utamwachia. Lakini endapo mgonjwa atabaki kushika na atapoteza fahamu, akipoteza fahamu mgonjwa atashindwa, ataachia, atakuwa hahemi, basi utarudi naye nyuma ili kumweka chini. Kwa hiyo ukishamlaza mgonjwa wako chini namna hii, utaanza kufanya chest compression. Utaanza kukandamiza kifua kama tulivyoelekeza kwenye CPR. Utaanza kukandamiza kifua ili kumsaidia kama kile kitu kitatoka, au ili kumsaidia apate kuhema tena. Tunaendelea kufanya CPR na vitu vingine vitafuata.